إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هنيئا لكم بإكمال شهر رمضان. pongezi kwenu kwa kukamilisha mwezi wa Ramadhani. Ibadallah, enyi waja wa Allah, hadhihi waqafatun ma'a intihai shahri Ramadhan. Hivi ni vituo pamoja na kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Alwaqfatul ula, kituo cha kwanza, alaykum shukrallahi ala ni'mati tamami shahri Ramadhani wa ikmalih. Ni juu yenu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya kutimiza mwezi wa Ramadhani na ukamilisha. Wa takbirahu, na ni juu yenu kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta takbira kwa wingi. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wal tukmilu al-iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ili muwe wenye kukamilisha idadi ya mwezi wa Ramadhani na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta takbira juu ya yale aliyokuongozeni, ili muwe wenye kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh As-Sa'di an hadhihi al-aya, amesema Sheikh As-Sa'di kuhusiana na hii aya, wa hadha wallahu a'lam لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند تمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه. ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Na hili Allah ndo mjuzi zaidi, ili asiwe ni mwenye kudhania kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani kunapatikana makusudio yake kwa kufunga baadhi yake. Allah subhanahu wa ta'ala akaondoa hii dhana kwa kuamrisha watu kutimiza idadi yake, na ashukuriwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutimiza mwezi wa Ramadhani juu ya taufiki yake na kuwepesisha kwake na kubainisha kwake kwa waja wake.
na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta takbir, kwa kule kumaliza mwezi wa Ramadhani. Na linaingia katika hilo mtu kuleta takbira toka pale unapoonekana mwezi mwandamo wa Shawwal mpaka kumalizika kwa khutba ya Eid al-Fitr. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Alwaqfatu thaniya ibadallah, kituo cha pili enyi waja wa Allah, da'watullahi alkabula, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kukubali matendo tuliyoyafanya katika huu mwezi wa Ramadhani uliomalizika. Walihadha kana salafu salihu yajtahiduna fi itimami al-amali wa ikmalihi wa itqani, na kwa ajili ya hili walikuwa wema waliotangulia wanajitahidi kutimiza matendo na kuyakamilisha na kuyafanya kwa sura ya uzuri kabisa. Thumma yashtamuna ba'da dhalika biqabuli, kisha walikuwa wanafanya umuhimu baada ya hayo matendo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukubali matendo yao walioyafanya. Wayakafuna min raddi, na walikuwa wanaogopea Allah subhanahu wa ta'ala kukataa matendo yao walioyafanya. Qala Ali radhiyallahu anhu, amesema Ali radhiyallahu anhu, kunu likabuli al-amal ashadda ihtimaman minkum bil amal, alam tasma'u azza wa jalla yaqul inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Kuweni kwa ajili ya kukubaliwa amali zenu ni wenye kufanya umuhimu zaidi, tena umuhimu wa juu, hilo liwe lenye kutokana na nyinyi kwa kufanya hayo matendo, na Allah subhanahu wa ta'ala au ni mwenye kuyakubali. Hivi hamjamsikia Allah subhanahu wa ta'ala akisema inma yatakabbalu Allahu minal muttaqin? Hakika si vingine Allah subhanahu wa ta'ala na wakubalia wale ambao ni wacha Mungu. Kwa hiyo matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoyakubali ni matendo ya wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa kumaliza kwetu kufunga na kumaliza kwetu kuswali tarawehe na yale matendo ambayo tulikuwa tunayafanya katika mwezi wa Ramadhani, jambo lilokuwa kubwa zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukubali haya matendo. Wakala Malik ibn Dinar, na amesema Malik ibn Dinar, alkhawfu ala al-amali alla yukbala ashaddu min al-amal, mtu kuogopea juu ya matendo yake kutokukubaliwa, hilo ni kubwa zaidi na ni gumu zaidi kuliko kufanya matendo yenyewe. Kufanya matendo hii ni kazi rahisi, lakini swala la hayo matendo kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jambo gumu mno. Kwa lazima watu wajitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukubali matendo yao. Waraa Wuhaibun qauman yadhhakuna yawma Eid, na aliona Wuhaib watu wakicheka siku ya Eid. Siku ya Eid kama leo, yeye aliwaona watu wanacheka tena kwa sauti za juu mno. Fakala, akasema, in kana haulai tuqbila minhum siyamuhum fama hadha fi'lu shakirin, ikiwa hawa funga yao imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hiki wanachokifanya si matendo ya watu wenye kushukuru. Wa in kana lam yutaqabbal minhum fama hadha fi'lu al-khaifin, na ikiwa funga zao hazijakubaliwa, basi hiki kitendo wanachokifanya si katika matendo ya watu wenye hofu. Pamoja na sheria kuturuhusu kufurahi siku ya Eid, lazima tuwe tunakumbuka kwamba funga zetu tulizozifunga inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala akazikubali au asizikubali. Kwa hiyo jambo lilokuwa muhimu ni mtu kujitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukubali funga ambayo yeye ameifunga. Lajli hadha kana salafu salih yad'una Allah an yuballighahum shahra ramadhana 6 ashhurin. Kwa ajili ya hili as-salafu salih walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe mwezi wa Ramadhani kwa muda wa miezi 6. Thumma yad'unahu an yataqabbala minhum 6 ashhurin, kisha wakawa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubali walioyafanya katika mwezi wa Ramadhani kwa muda wa miezi 6. Kwa hiyo Waislamu, jambo la kufanya matendo
si jambo ambalo la mtu kukaa na kusema nishafanya haya matendo. Jambo lilokuwa kubwa baada ya hapo ni mtu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukubali hayo matendo ambayo yeye ameyafanya, sawa sawa itakuwa ni Ramadhani aliyoifunga au sawa sawa na matendo mengine aliyoyafanya katika matendo yaliyokuwa mazuri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Alwaqfatu thalitha, ibadallah, kituo cha tatu enyi waja wa Allah, anna ayyama shahri Ramadhan, hakika haya masiku ya mwezi wa Ramadhani yaliyopita, idha marrat bilmuslim fahiya fursatun min furasi al-umri, yanapokuwa yanapita kwa muislamu hiyo ni fursa katika fursa za umri wake. Katati lahu hadhihi alfursa maratan ukhra, inawezekana hii fursa ikamjia mtu mara nyingine, wakad yuwafihi alajal kabla bulughihi dhalika, na anaweza kupatwa na umauti kabla ya kufikia fursa hiyo nyingine ya mwezi wa Ramadhani unaofuata. Wala amru almuhimu ibadallah, na jambo la umuhimu enyi waja wa Allah, an takuna hadhihi alfursa kad intuhizat bi shughriha fi at-ta'a, iwe hii fursa ambayo tumeidiriki iwe imetumika na kupatiwa faida kwa mtu kuitumia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wal bu'di min al-ma'siyah, na kukaa mbali na maasi ya aina mbalimbali. Wa ahamu min dhalika an tahsula almudawamatu ala dhalika, lakini jambo la umuhimu zaidi ni kupatikana kudumu juu ya hayo. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ufikiwe na umauti. Kwa jambo la kufanya matendo yaliyokuwa mazuri sio jambo la mwezi wa Ramadhani peke yake, bali wewe Muislamu inabidi ufanye hivyo mpaka kufa kwako. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mlioamini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa, na msife ila mufe aliyakuwa ni Waislamu, msife ila mufe aliyakuwa mna matendo ya Waislamu. Fala yaliku bilmuslim wakad dhaka ta'ama at-ta'a, haiendani kwa muislamu baada ya kuwa yeye ameonja ladha ya ta'a fi shahri Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, an yahilla mahalla tilka alhalawa mararatul ma'siyah, kuingia sehemu ya huo utamu uchungu maasi. Kwa hiyo tujitahidini baada ya kumalizia kwa huu mwezi wa Ramadhani tudumu katika yale ambayo tulikuwa tunafanya katika mwezi wa Ramadhani na kukaa mbali na yale ambayo tulikuwa tunajitinga nayo katika mwezi wa Ramadhani. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Alwaqfatu rabi'a, ibadallah, kituo cha 4 enyi waja wa Allah, man sama shahra Ramadhan, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kullahu wote, falyasum 6 ayamin min Shawwal baada, basi afunge siku 6 katika mwezi wa Shawwal baada ya kufunga kwake mwezi wa Ramadhani wote. Yule ambaye ametimiza kufunga siku 29 zote za mwezi wa Ramadhani, basi baada ya hapo afuatilizie kwa kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal, liyakuna kaannahu swama sanatan kamilatan, ili awe kama vile amefunga mwaka mzima. Yani Abi Ayyub رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هي حديث يا أبو أيوب، متوم صلى الله عليه وسلم anasema atakayefunga mwezi wa Ramadhani wote akaukamilisha kisha akafuatilizia kwa kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal, anakuwa kama vile amefunga mwaka mzima. Rawahu Muslimun. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapokuwa anafanya jema moja inakuwa mara 10 mfano wake. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ikiwa ni siku 29 au siku 30, sawa sawa yeye amefunga siku 300, na kwa zile siku 6 anakuwa kama vile amefunga siku 60. Kwa jumla inakuwa ni masiku ya mwaka mzima. Kwa hiyo tujitahidini kukamilisha mwezi huu ambao tumeumaliza kwa kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله يعني وجه الله الوقفة الخامسة kituo cha tano ma yufalu يوم العيد yale ambayo yanafaa kufanywa siku ya Eid. Jambo la kwanza tufahamu kwamba siku hii ya Eid ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake baada ya kufunga kwao mwezi wa Ramadhani, na hii ni riziki yake kwa waja wake kwa wao kufanyiwa sheria kuswali Eid ya mfungo mosi kadhalika Eid ya mfungo tatu wama fihi min alkhair, lakini na yale ambayo yako katika huu mwezi katika mambo ya khairi minhu, katika hayo ya khairi ambayo yako katika hii siku farahatun lilmuslimina ala fitrihim, ni furaha kwa waislamu kwa kufungua kwao. Wao wamefunga mwezi wa Ramadhani wameumaliza, kwa wanapokuwa wanafungua wanakuwa ni wenye kufurahi, lakini kwa kule wao kutekeleza hii amali kinachobakia kwao ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukubali funga yao. Wa khitam khairin li shahrihim, na kule kwa kukamilisha mwezi wao wa Ramadhani. Fa fi yawmihi qabla as-salati salatul fajr, siku yenyewe ya Eid, kabla ya swala ya Eid kuna kuswali swala alfajiri wa zakatul fitr, lakini kuna kutolewa zakatul fitr wa takbir wa tahlilu, lakini kuna kuleta takbira na tahlila, thumma salatul Eid, kisha baada ya hapo kuna swala yenye hii ya Eid tuliyoiswali. Wa baadaha, na baada hii swala ya Eid it'amu at'am, kuna kulishana vyakula. Wa yajuzu fihi al-al'ab al-mubaha, na inajuzu katika hii siku ya Eid kucheza michezo iliyokuwa ya halali pamoja na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamdu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, hii siku ni siku ya Eid, kwa hiyo watu wale wanywe katika hali ya uzuri, wasijibane, kadhalika kama inavyoelezwa kuwa ni siku ya watu kuvaa vizuri. Kwa hiyo msijibane waislamu, jiachieni, fungukeni, lakini pamoja na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akubali funga zetu na visimamo vyetu tulivyosimama katika mwezi wa Ramadhani na vitendo vingine tulivyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.